Kwanza nilimwangalia shemeji bado mdogo, alafu kingine mimi maisha kuridhishwa hapana. Nimekaa na mume wangu miaka 4 lakini hakuwahi kuniambia kitu kama hicho, na yeye hakuwahi kweli kunipeleka huko ukoni kwa sababu anajua tabia za kwao. Ni magumu sana mpaka kulala njaa, kulala chini, maji, godoro linaoza chini. Ndio hivyo, hatuna hata blanketi. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Lina Wilfred mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kijenge jijini Arusha, anadai baada ya mume wake kufariki amekuwa akilazimishwa kurithishwa mwanaume mwingine ambaye ni mdogo wa mume wake mwenye umri wa miaka 19 na wakwe zake, ambapo walimwambia ni mila zao. Mara baada ya siku chache anadai aliambiwa kunyoa nywele zake akakubali, lakini aliambiwa tena wabadilishane nguo ya ndani na mama mkwe kwa lengo akipata mwanaume mwingine asije kufariki tena, hali iliyompelekea toroke na mtoto wake na kurudi Arusha. Akizungumza na Swahili Media, Lina anaiomba serikali saidia rudishiwe nyumba aliyoijenga na mume wake wakati wa uhai wake, kwani anadai wakwe zake waliuza shilingi milioni 6 baada ya yeye kukataa kurithishwa mwanaume. Hii ni Swahili Media, usisahau ku like, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Jina langu naitwa Jamila Mohamed. Naitwa Lina Wilfred, nina miaka 23. Niliolewa Singida. Mume wangu alipata ajali mwaka jana mwezi wa 9. Aliniaga asubuhi, anaenda kazini, asubuhi akawa amepata ajali pale Mianzini, jioni yake akawa amefariki. Kwa sababu ya mila za Kiislamu anatakiwa azikwe kesho yake. Usiku huo watu wakaja wakatusafirisha kwenda mpaka Singida. Kwenye nyumba nilokuwa naishi palibakizwa baba mdogo wake na mume wangu ambaye alikuwa anaishi Morombo. Kwa sababu ya ulinzi wa nyumba, tulikuwa tuna kila kitu ndani. Nimefika Singida, tumekaa pale kama baada ya mazishi kuisha, kwa sababu nilikuwa kwenye nyumba ya wifi ya mke mwenzangu ambaye natakuwa niishi naye. Kuja kufika kwenye nyumba mama mkwe, kwa sababu tuliitwa pale, na shangaa vitu vyangu kwenye gari vinashushwa vimewekwa ndani. Nafika nauliza, naambiwa kwa sababu ya mila za huku Singida utakuwa usitishwe nini wanaume. Nikamwambia sintofanyaje, sintoweza, nipeni muda wa kufikiria. Mwanaume alikuwa nani? Alikuwa ni mdogo wake mume wangu. Baada ya kukaa hapo kama muda mchache nikaambiwa utakuwa unyolewe nywele. Nikakubali kunyolewa nywele kwa sababu na wengine pia walikuwa wananyolewa. Kwenye swala la nikaja nikaambiwa nibadilishane nguo ya ndani na mama mkwe. Nikamwambia hii haitowezekana. Sitaweza kufanya hicho kitu. Labda kwa nini asema badilishane na wanadai nikija kupata mwanaume mwingine asije akafariki. Kakaa pale kwa sababu ya mimi kukataa, nikawa nafanywa visa vingi. Nimekaa pale mwezi mzima, inabidi mimi kuchukua majukumu ya kutoroka na mtoto wangu pamoja na nguo zangu zilizokuwa zimeletwa. Nikatoroka nikarudi tena Arusha, nikakaa kwa rafiki yangu mmoja miezi kama 2, ndio nikawa nafanya kazi. Kufanya kazi kwa sababu mimi hati ilikuwa kwenye kampuni ya SACCOS. SACCOS walinikabidhi hati ya nyumba kwa sababu ilikuwa kwenye mkopo. Kwenye kampuni ya SACCOS pale kulikuwa tumechukua mkopo wa kumalizia kujenga nyumba yetu iliyoko East Africa Mkono. SACCOS wakawa wamenipigia simu wakaniambia njoo chukua hati ya mume wako ya nyumba. Nikawa nimepewa. Kwa sababu wakanipigia simu wakasema hati uliopewa inabidi utupe sisi kwa sababu wewe hutoifanyaje, hutoitunza, na nyumba inatakiwa iuzwe tugawane pesa. Mimi nikamwambia sawa kwa sababu maisha ninayoishi na vitu vyangu wameshachukua. Mimi nikawa nimewapa. Baada ya kuwapa nikajua wakiuza nyumba watanipa. Sikupewa hata shilingi 100 mpaka sasa hivi. Nikawa nimeenda kule chini ndo nikaja nikaambiwa nyumba imeuzwa shilingi milioni 6. Nikamuuliza mwenyekiti wa pale akasema ndio nyumba imeshauzwa, mnatakiwa mgawane pesa kwa taarifa nilizopewa na ndugu zako. Nikawapigia wakasema, nilipowapigia wakasema unapaswa uje huku, nyumba itakuwa ijengwe huku kwa sababu sio mke wa ndoa. Utakuwa nyumba mtoto anatakiwa ajengewe nyumba huku Singida. Basi mimi nikawa nimeliacha hilo jambo, nikahangaika pale kwa mbunge kumtumia message, maana namba yake nilipewa pale. Mbunge naona hakunijibu mpaka sasa hivi. Maisha ninayoishi ni magumu, maana nimekaa kwa rafiki yangu miezi 2, nikaja nikabahatika kupata kazi ya hoteli. Wakawa wananilipa shilingi 3000. Nimeikusanya hapo karibia miezi hiyo 2, nikaja nikapata chumba. Nimepangisha, lakini naona maisha yanazidi kunishinda, ni magumu. Kuna saa tunalala njaa, kuna saa hatuna cha kufanya, ni njaa, mtoto ananisumbua, tunaenda madukani kwa watu tunakopa, tunadaiwa mpaka sasa hivi. Kazi niliacha kwa sababu mwanangu alikuwa ameugua kifua.
nikashindwa kwenda kwa sababu kulikuwa hamna uangalizi mzuri. Nilikuwa namuombea kwa jirani anakani mpaka jioni, kwa kifua kimemshika, kwa hiyo ilibidi mimi kuacha kazi kumwangalia mwanangu. Niliwatafuta wakwe zangu nikawaambia naomba mnitumie hata mahindi, wakaniambia ungeolewa na mdogo wake mume wako usingeishi maisha magumu unaoishi huko. Kwa hiyo ulichokipanda. Kwa sijawahi kuwatafuta tena. Jina lake silikumbuki, lakini ana miaka 19 na mimi na 23. Kwanza nilimwangalia shemeji bado mdogo. Alafu kingine mimi maisha ya kuridhishwa hapana. Kwa sababu na kuishi kule hapana, kijijini hapana kwa kweli. Ndio maana nilivyokataa kuridhishwa nimeamua kuuza nyumba yangu kwa sababu mimi nilimkataa huyo mdogo wake mume wangu shemeji. Nimekaa na mume wangu miaka 4 lakini hakuwahi kuniambia kitu kama hicho, na yeye hakuwahi kweli kunipeleka huko kwa sababu anajua tabia za kwao. Baada ya mimi kukataa kuolewa na mdogo wake mume wangu, walinifanyia figisu hizo. Nyumba tulikubaliana tuuze, tugawane pesa, lakini mpaka sasa sijapewa hata shilingi 100. Kwa hiyo nilichokuwa nakiomba nyumba yangu irudishwe, niendelee kuishi kwa sababu maisha ninayoishi hapa na mwanangu sio maisha ambayo baba yake alituachia. Ni magumu sana mpaka kulala njaa, kulala chini, maji, godoro linaoza chini. Ndio hivyo, hatuna hata blanketi. Mimi naishi kijenge, sina kazi na namlea mwanangu hivyo. Sasa tunalala njaa lakini tunamshukuru tu Mungu. Ndio. Naomba serikali nisaidie nyumba yangu irudi na mtoto wangu asome.